Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imefanikiwa kuwafikia zaidi ya wananchi 89,000 nchini kupitia kampeni mbalimbali za utoaji elimu kuhusu haki za binadamu na misingi ya utawala bora katika mwaka wa fedha 25-26. Mafanikio hayo yametangazwa leo Juni 29, 2026 na msemaji wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ambaye pia ni mkurugenzi wa elimu kwa umma, mawasiliano, utafiti na nyaraka, Bi Mnanka, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika maonyesho ya kimataifa ya biashara za Sabasaba yanayofanyika jijini Dar es Salaam. Hali ya haki za binadamu na utawala bora, kama tunavyofahamu kwa sasa, Tanzania tunafahamu kwamba imeridhia mikataba mbalimbali ya utunzaji wa haki za binadamu na utawala bora nchini. Kwa kutokana na kuweza kuridhia mikataba ile, imeendelea kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu nchini, kwa sababu kupitia mikataba mbalimbali haki za binadamu zimeendelea kulindwa na wananchi wameendelea kuelimishwa sasa kuhusu kwamba kutokana na ili haki ya mtu iweze kulindwa, basi inatakiwa aweze kufahamu ni haki gani ambayo kwa mfano baada ya Tanzania kuridhia mkataba wa haki za binadamu na utawala bora, iliweza kutunga sheria. Tunaona katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna sheria, kuna haki mbalimbali ambazo zimetajwa pale. Ile lengo ni kuhakikisha kwamba zile haki zinalindwa. Wananchi wazifahamu sasa, kwa sababu wengi hawafahamu. Wananchi wazifahamu, waweze kuzifahamu kwamba hizi ndio haki zangu na hii ndio haki niweze kulinda mimi, lakini pia niweze kulinda haki ya mtu mwingine ambaye yuko katika amenizingira pale katika jamii yangu. Unaona? Ndio maana tunaenda kutoa elimu katika au kuhamasisha hii haki za binadamu katika makundi mbalimbali katika jamii. Lakini pia hata watu wengine ambao ni watu wazima wakipata hii elimu inakuwa inasaidia. Utaona kwamba vitendo vile vya uvunjifu wa haki za binadamu na udhalilishaji ambao unaondoa utu wa mtu vinakuwa vinapungua katika jamii, kwa sababu bila elimu mtu hawezi kufahamu ni kwa namna gani anaweza akalinda ile haki au akalinda haki ya mwenzake. Lakini pia kutokana na hii elimu tunayoitoa au uhamasishaji ambao tunaofanya katika jamii, watu wanafahamu kwamba kwa kuwa Tume ya Haki za Binadamu ndio yenye jukumu la kulinda na kutetea haki za binadamu nchini, tunaweza kuwasilisha malalamiko yetu pale na tukaweza kupata suluhisho ya matatizo yetu yale ambayo yamekuwa tumevunjiwa haki za binadamu. Kwa hiyo ndio hali ambayo kwa sasa unaona kwamba hali inaendelea kuimarika kutokana na kwamba Tanzania imeridhia ile mikataba, lakini pia watu wameendelea kwa sababu ya kuridhia, watu waendelea kuelimishwa na haki za watu zinaweza kulindwa. Maonyesho haya ya Sabasaba ya mwaka huu 2026 kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunahamasisha haki za binadamu nchini, na ili watu waweze kupata fursa sasa, wale wote ambao watatembelea banda letu la Tume ya Haki za Binadamu waweze kupata fursa ya kuweza kwanza kupata elimu ya haki za binadamu na utawala bora, waweze kufahamu haki zao na wajibu wao kwa jamii, kwa sababu kila haki ina wajibu wa kutekeleza ili uweze kuipata hiyo haki. Lakini pia wataweza kuwasilisha malalamiko. Tutapokea malalamiko na kuyashughulikia papo kwa mtu yote ambaye atakuja kwenye banda letu na kuweza kuwasilisha malalamiko yake. Lakini kwa yale malalamiko ambayo yatakuwa hayako katika mamlaka ya tume, tutatoa ushauri wa haki za kibinadamu ni wapi aweze kwenda ili aweze kupata msaada ambao utamsaidia aweze kupata hapa. Aidha, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imesisitiza kuwa
itaendelea kutumia teknolojia na majukwaa mbalimbali ya mawasiliano ili kuhakikisha elimu kuhusu haki za binadamu na utawala bora na wafikia Watanzania wengi zaidi, ikiwa ni sehemu ya jitihada inayotambua, kuheshimu na kulinda haki za kila mwananchi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Hello, arts lovers around the world. It is another time of the year where more than 5,000 people are gathering together to enjoy, connect and explore through arts, culture and tourism activities in Dodoma, Tanzania. Welcome to the 70th edition of Chigogo Music Festival, to be held for 3 days consecutively from 24th to 26th of July 2026 at Chamwino Arts Center, Chamwino, Ikulu, Dodoma, from 10 o'clock a.m. to 8 o'clock p.m. Chigogo Music Festival, 3 days of seminars to artists, traditional dance, live performance from over 50 dance groups, business exhibition, film screening, well-coordinated city tour trips, wine tasting, barbecue and traditional food, fashion show, and other amazing ones in a lifetime surprises. Affordable ticket available for international attendees coming out of Africa, $50 per day or $125 for the whole festival. For Africans attendees coming out of East Africa, $20 per day or $50 for the whole festival. For reservations, more details, partnership and sponsorship, contact us +255 758 907980. Email @chamwino@gmail.com. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional